dogo la nyongeza. Katika jimbo langu la Ukonga, hasa halmashauri yetu ya jiji ya Dar es Salaam, moja ya mambo yaliyopelekea halmashauri kahamisha utaratibu wa kukopesha moja kwa moja ni baadhi ya watumishi wa halmashauri na baadhi ya madiwani walisemwa kwamba wamekuwa wakitumia mlango wa nyuma kujikopesha, lakini pia kuwepo na vikundi ambavyo sasa vimekopeshwa zaidi ya mamilioni na vinahitaji kuwa havionekani. Swali langu liko hapo. Je, kwa ajili ya kulinda maslahi mapana ya taifa na kodi zetu, kwa nini sasa serikali siweke utaratibu wa kuyataja hadharani hayo makundi ama hivyo vikundi vilivyokopa ambavyo sasa havionekani, sambamba na baadhi ya watumishi wa halmashauri ambao si waaminifu walijiingiza katika mtego huo ambao leo unapelekea halmashauri zetu kuhamisha mfuko huo kupeleka kwenye mabenki ambayo yanapelekea tushindwe kupata mikopo? Asante. Pamoja na majibu mazuri ambayo naibu wangu ameyatoa, kama alivyosema Mheshimiwa Spika, tulikuwa na kikao na mabenki haya na kilichotokea ni kwamba kweli kwenye majiji kuna fedha nyingi ambazo hazijakopeshwa. Ukikompea na kwenye halmashauri za wilaya, ukikompea na kwenye halmashauri za miji. Shida iliyopo Mheshimiwa Spika, kutokana na maelezo waliotupa mabenki, la kwanza ni kweli kwamba walikuwa na masharti magumu, lakini kwa sasa sharti linalotakiwa kwa kikundi kukopa ni wale wana kikundi kuwa na NIDA. Nini kimesababisha sasa majiji yawe na fedha nyingi? Wamesema kwa sababu wale wanaounda vikundi walioko Dar es Salaam kwa mfano wanakutana kimjini. Kwa hiyo hawawezi, inakuwa ngumu sana kupata kikundi kimoja cha watu ambao wanaweza kukopeshwa kwa wakati huo, kwa sababu huyu ametoka Segerea, huyu ametoka Ubungo, huyu ametoka Kawe, na wanakutana Kariakoo kwenye biashara. Wakiwa pale, kila mtu hajui huyu mwenzake ametokea wapi. Proposal ya mabenki, Mheshimiwa Spika, ni kwamba ikiwezekana tuwape mikopo individuals kama tunavyofanya kwa walemavu, lakini tuwe na condition moja kwamba huyu individual tunayompa mkopo atuhakikishie kwamba kwanza ana biashara, ana leseni ya biashara, lakini pili ataweza kuemploy angalau watu watatu kwenye ile biashara kutokana na mkopo tunaowapa. Mheshimiwa Spika, kama hii itafanyika, kitu cha kwanza yale mabilioni yaliyolala kule benki yatatoka. Lakini kitu cha pili, Mheshimiwa Spika, tutaona kwamba tumecreate ajira kwa vijana ambao ni moja ya vitu ambavyo tunaviangalia sana, Mheshimiwa Spika, kwenye fedha hii. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, bunge lako hili naomba lielewe kwamba tutaenda kuona namna ya kubadilisha ule muongozo na kukubali kwamba tuwe na pilot ya majiji ya kutoa mikopo kwa individuals ambao watatuhakikishia kwamba watacreate ajira kwenye maeneo hayo. Mheshimiwa Spika, nimeomba nisimame nitoe. Waziri, sisi wote wabunge, nitakupa mfano. Kuna kikundi kinaitwa 2 in 1 kiko Kariakoo, wote wakazi wa Kariakoo, huu mwaka wa pili wanazungushwa, wamekamilisha kila kitu na hicho kikundi kimoja tu. Kwa hiyo mabenki nao walete uthibitisho. Mimi na uhakika mabenki hawana capacity ya kufikia vikundi vyote hivi, hawana. Serikali imefanya kazi nzuri sana, vikundi vyote vimekaguliwa na watendaji vyote, lakini kishafika benki wanataka leseni ya fire, TIN number. Sasa mama lishe bibi yetu pale, Bi Shukuru, TIN number naitoa wapi? Leseni ya fire naitoa wapi? Tujali maisha ya watu hawa, watu wetu kupata chao cha chini. Mheshimiwa Waziri, mkikaa na degree za uchumi hatutaweza kuwasaidia hawa wananchi. Wananchi washirikishwe, waambiwe hizi pesa sio sadaka, hii pesa ni ya mkopo. Kopa milioni, rudisha milioni bila riba.
Tena kuomba sana tena, watu mabenki waite tuje kuwaona, tuje kukaa na wabunge hapa, sawa? Asante.